kwa maoni yenu na maono yenu, tunaona uhuru wa kiuchumi? Mimi naona imekuwa na nafuu. Nimesikiliza wachambuzi wengi wa masuala ya uchumi na kusoma article mbalimbali mitandaoni za wale ambao wamebobea zaidi kwenye mambo ya uchumi, kuchambua bajeti. Wanasema ni bajeti iliyogusa wananchi wa kawaida zaidi, kwa maana ya kwamba kwa mfano kodi kupunguzwa kwenye bodaboda. Tayari unaenda kumgusa mwananchi wa kawaida, kwa sababu kwa mfano ukizungumzia bodaboda, vijana wengi wamejiajiri kupitia bodaboda. Lakini pia mbali na kodi kupunguzwa kwenye bodaboda, tishio la Donald Trump nalo limeguswa pia. Unakumbuka Trump mara baada ya kuingia madarakani alipiga pini kwenye USAID, ikiwemo mambo ya dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kukata shilingi 500 kwenye SGR na shilingi 1000 kwenye ndege, ili hizo fedha ziende kwenye hiyo miradi, pia unaona ni wazo zuri, kwa sababu kama nchi inatakiwa tujitegemee. Lingine ninaloliona, asilimia kubwa ya bajeti yetu imewekwa kwenye vyanzo vya ndani, yani inatutegemea sisi wenyewe. Ni jambo pia zuri, kwa sababu kama nchi, ili muwe na uhuru wa kibajeti, kama hamwezi kujitegemea kwa bajeti yote, basi asilimia kubwa zaidi ya 55-60 bajeti hiyo inatoka kwenye vyanzo vya nchi, na kwetu sisi hiyo ipo. Kwa hiyo kiujumla, ukijaribu kuangalia maeneo mbalimbali ambayo yameguswa kamila, unaona dhahiri shairi ni bajeti ambayo imewekwa kwa ajili ya kumgusa mwananchi wa kawaida kabisa. Katika mapunguzo mbalimbali ya kodi ambayo yamewekwa. Na hiyo ni bajeti ya kimkakati, kwa maana ya mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi, lakini vile vile ni bajeti ambayo naizungumza kwamba ni ya kimkakati kwa sababu ya namna ambavyo kuna vitu kadha wa kadha ambavyo tunaviendea kwa maana ya uchaguzi. Lakini vile vile mnakumbuka kuhusiana na pandisho, ongezeko la fedha kwa watumishi wa umma, ni moja kati ya mambo ambayo yametazamwa. Ukiangalia mwaka uliopita wa fedha 2024-2025 na mwaka huu, unaona kuna mwendelezo mzuri kutoka trilioni 49 point something mpaka trilioni 57. Sasa hivi ni zaidi ya trilioni kama 11 hivi au 12 ambazo zimeongezeka kutoka msimu uliopita. Ndio maana mimi naita ni bajeti ya kimkakati kwa sababu ya hilo. Ukiachilia mbali asilimia kubwa hiyo ambayo imeongezeka ukilinganisha na msimu uliopita, kwa maana mwaka uliopita wa fedha, tuna uchaguzi lakini tuna mambo mengi. Nimeona ni bajeti ambayo imetazama sana maslahi ya jamii. Tunazungumzia masuala ya bima ya afya sasa hivi, ikiwa ni moja kati ya mambo ambayo Tanzania inaendelea kupiga hatua kwa kuwataka wananchi wote kuwa na bima ya afya. Mambo ya maradhi yamekuwa makubwa na vitu kama hivyo, lakini vile vile gharama zake za matibabu zimekuwa kubwa. Serikali inakuja na mpango au imetoa mpango wa kuweza kuwasaidia wananchi hawa ili waweze kupata hizo bima za afya. Ukiangalia namna ambavyo tozo zinaongezeka kwenye tiketi shilingi 500, kwenye treni shilingi 1000, kwenye usafiri wa anga, inaonyesha dhahiri, na amezungumzia moja kwa moja waziri kwamba fedha hizi zitaenda kwenye kuimarisha masuala mazima ya afya, ili at least kila Mtanzania aweze kupata matibabu ambayo yanatakikana kwa maradhi ambayo yuko nayo. Morning Bantu.